Wanajeshi wa Ukraine waliweza kuanzisha jaribio jipya la kuvamia mkoa wa Kursk huko nchini Urusi katika siku ya Jumatatu ya wiki hii na kuanzisha mashambulizi mengi ya kuvuka mpaka kuelekea katika jimbo hilo. Baada tu ya taarifa kutoka huko Kursk nchini Urusi, pia nitakufahamisha taarifa nyingine kuhusu mashambulizi ya Urusi yameweza kuharibu takriban vituo vya matibabu zaidi ya 2000 huko nchini Ukraine. Na kukaribisha sana na kusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Nikianza huko mkoani Kursk nchini Urusi, imeripotiwa ya kwamba wanajeshi wa Ukraine waliweza kuanzisha jaribio jipya la kuvamia mkoa wa Kursk huko nchini Urusi katika siku ya Jumatatu ya wiki hii na kuanzisha mashambulizi mengi ya kuvuka mpaka kuelekea katika jimbo hilo. Wakati mapigano katika eneo la mpaka yakiendelea hadi Jumatano, yani siku ya jana, vikosi vya Ukraine viliweza kushindwa kufikia mafanikio yoyote yanayoonekana katika jimbo hilo na kuendeleza hasara kubwa na nyenzo za wafanyakazi wakati wa uvamizi wake katika jimbo hilo. Mashambulizi hayo yaliweza kulenga maeneo kadhaa vikiwemo vijiji vya huko Tetikino na Novi Poti mashariki mwa eneo lilovamiwa na vikosi vya Ukraine tangu mwezi Agosti mwaka jana 2024 na kukombolewa kikamilifu na jeshi la Urusi mapema kabisa mwaka huu. Katika eneo la Tetikino katika mkoa wa Kursk na karibu na Novi Poti, adui yani Ukraine alikuwa akifanya upelelezi kwa nguvu kwa siku ya pili mfululizo na anajaribu kuondoa vizuizi vyao vya mgodi na uhandisi ili kujaribu kutuma wanajeshi kwenye uvunjaji huo. Igor Kimakovsky ambaye ni afisa mkuu katika utawala wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi aliweza kuambia hivyo waandishi wa habari kuhusu taarifa hii. Kijiji cha Tetkino kilikuwa lengo la jaribio lisilofanikiwa la uvamizi wa Ukraine mnamo mwezi Machi mwaka 2024, ambapo kitongoji cha Novi Poti kiliona mapigano makali zaidi mnamo mwezi Novemba mwaka jana wakati wanajeshi wa Kiev walipojaribu kuzunguka vikosi vya Urusi vilivyosonga mbele katika jimbo la Kursk. Video nyingi zinazosambaa mtandaoni zinazosemekana kuchukuliwa kusini mwa Tetkino huko mkoani Kursk zinaonesha wanajeshi wa Ukraine wakipeleka magari kadhaa ya wavunja sheria katika jaribio la kuvunja mpaka ulioimarishwa, kusafisha migodi, piramidi za zege za meno ya joka na vikwazo vingine. Magari hayo ikiwa ni pamoja na IMR-2 yaliyotengenezwa na Usovieti, magari ya uhandisi ya Wisent 1 yaliyotolewa na Ujerumani na gari la kusafisha mgodi wa UR-77 Meteority ambalo limeundwa na Usovieti yalishambuliwa na drones nyingi za FPV na kutekelezwa na wafanyakazi wao, yani wanajeshi wa Ukraine. Hicho pia ndicho ambacho kimeweza kuripotiwa kutoka huko mkoani Kursk, ambapo wanajeshi wa Ukraine imeelezwa kuwa tangu Jumatatu wiki hii hadi siku ya jana Jumatano waliweza kuanzisha mashambulizi ya uvamizi mpya wa kuingia jimbo la Kursk, ambako pia vikosi vya Urusi viliweza kufanikiwa kurudisha mashambulizi yote ya Ukraine katika siku kadhaa ambazo zimeripotiwa kuanzishwa kwa mashambulizi hayo kutoka vikosi vya Kiev. Taarifa nyingine ambayo nilikudokeza kufahamisha muda huu ni kuhusu Urusi kuharibu vituo vya matibabu zaidi ya 2000 huko nchini Ukraine, ambako wizara ya afya kutoka nchini humo imeeleza kuwa vikosi vya Urusi viliweza kuharibu zaidi ya vituo 2300 vya miundombinu ya matibabu tangu kuanza kwa uvamizi kamili 2022, ambako Urusi iliweza kulenga miundombinu maalum mara kwa mara huko nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na vituo vya matibabu, hivyo kusababisha uharibifu mkubwa na vifo vingi vya raia nchini humo. Baadhi ya vituo vya matibabu vya 2020 viliweza kuharibiwa kwa kiasi, huku vingine 305 viliharibiwa kabisa. Taarifa ya wizara iliweza kueleza hivyo. Vifaa vya matibabu katika maeneo ya Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kiev, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson na Zaporizhzhia viliweza kuathiriwa zaidi. Katika muda wote wa vita hivyo, mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi
ya Urusi kwenye vituo vya matibabu kwa upande wa majeruhi yalikuwa kwenye hospitali ya watoto ya Okmedity huko jiji la Kiev. Vikosi vya Urusi vilishambulia kituo kikubwa zaidi cha matibabu cha watoto huko nchini Ukraine mwezi wa 7 tarehe 8 na kuwaua watu takribani 2 na kuwajeruhi takribani watu 34 wakiwemo watoto 9. Picha zilionyesha kuwa jengo hilo lilidungwa moja kwa moja na kombora la Urusi badala ya kuharibiwa na vifusi vilivyoanguka. Kombora hilo pia liliweza kurushwa kutoka kwa ndege ya kitengo cha 22 cha walinzi wa Heavy Bomber Aviation. Iliendelea pia kuendesha na kubadilisha njia yake ya ndege kuashiria nia ya kukwepa ulinzi wa anga wa Ukraine na kushambulia kituo cha matibabu. Taarifa hii ni kwa mujibu wa huduma usalama ya Ukraine inayofahamika kama SBU. Mbali na hospitali, kliniki pia za wagonjwa wa nje na hospitali za uzazi, askari wa Urusi hushambulia mara kwa mara ambulensi. Tangu kuanza kwa uvamizi huo kamili Februari ya mwaka 2022, ambulensi 116 zimeharibiwa, 274 pia kuharibiwa zaidi na 80 zimekamatwa. Ukraine na washirika wake wa kimataifa wameweza kujenga upya kikamilifu vituo takriban 700 vya matibabu na kurejesha kwa kiasi 312 zikiwemo hospitali muhimu na vituo vya afya ya msingi katika mikoa iliyo mstari wa mbele wa kivita. Mwisho wa taarifa ya muda huu, pia taarifa zingine zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi. Unaweza pia ukapata taarifa hizi moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp, ambako pia huko taarifa na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita nimekuwa nikiweka moja kwa moja kabisa kutoka eneo husika la tukio. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa ambayo ni 0679619650. Narejea tena, yani 0679619650. Basi pia unakaribishwa sana uweze kujiunga na grupu letu la WhatsApp kushuhudia operation hizo za kijeshi moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita.